Kweli ya Mungu inadumu milele, siku zote, saa zote na wakati wote. Ya uongo yote yatapita, lakini kweli ya Mungu itabaki kuwa pale pale. Leo kuna jambo jingine na napaswa kushirikiana nani, ndugu mpendwa, ndugu mtazamaji, ndugu msikilizaji, na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili yako na kwa ajili yangu pia, ambao tuko hai tunaendelea kumtukuza Mungu katika wema na fadhili zake. Ni kwa neema tu ndio maana tuko hai, wala si kwa ujanja wetu, si kwa nguvu zetu, si kwa uweza wetu. Neema ya nani? Ya Mungu pekee. Basi tuangalie katika neno hili katika kitabu cha Waebrania sura ile ya 10. Tutasoma sura ile ya 10 na mstari wa 17 mpaka 25. Leo nina somo linalozungumza habari ya kukusanyika. Ziko nyumba za ibada kwa ajili ya watu wa Mungu kukusanyika, kwenda kutiana joto la kiroho, kwenda kukumbushana mema na mapenzi ya Mungu kuyafanya, njia za Mungu kuziendea. Ndio maana nyumba za ibada ziko nyumba za ibada kwa Kristo, zipo nyumba za ibada kwa Waislamu, ili tukusanyike tumtukuze Mungu. Maana hapa duniani tumeletwa, kazi ni moja, kutambua uwepo wa Mungu na kumtukuza yeye siku zote za maisha yetu. Ndio maana katika maandiko anasema Mungu kwanza, mengine baadaye. Basi bila kupoteza muda na wakati, ninaomba tusome hapa kuanzia mstari wa 17. Ninaomba uweze kusoma mstari wa 17 mpaka wa 25. Lakini hapa nitazungumza pointi kuu kwa habari ya kukusanyika katika kitabu kile cha Waebrania 10 mstari wa 25. Ila wewe ninaomba usome kuanzia mstari wa 17 ili upate kumtukuza Mungu zaidi. Maandiko yanasema katika mstari wa 25, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane, na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Bali tuzidi kukusanyika kama ilivyokuwa desturi. Kukusanyika ni jambo la msingi sana katika nyumba za ibada ili kumtukuza Mungu. Kuna watu msemo ambao unaendelea, watu wanasema wanaokwenda katika nyumba za ibada ndio watenda dhambi, sisi ambao tuko nyumbani hatutende dhambi. Wao wanakwenda kwa sababu ni watenda dhambi. Unakuta mtu anasali sana, anaswali sana, anasema mbingu hataiona, lakini yule ambaye alikuwa haendi katika nyumba ya ibada, huyo ndiye atake kuja kuiona mbingu. Hii ni dhana potofu. Nikwambie tu, nikukumbushe, pamoja na dhambi zako, pamoja na njia zako ambazo unaziona hazijakaa sawa, unapaswa kukusanyika. Kwa nini? Kwa sababu utakapokusanyika katika nyumba ya ibada, huko ndiko kunakopatikanika maarifa, kunapatikanika hekima, kunapatikanika kutambua njia ipi ambayo unapaswa kuiendea, njia ipi ambayo unapaswa kusimama, kunapatikanika maonyo. Tunaona leo hii, tunaona kabisa maonyo yanatokea katika nyumba ya ibada. Kwa nini itokee nyumba ya ibada? Kwa sababu ndani ya nyumba ya ibada watu wanapokusanyika ndipo maana Mungu alipo. Mungu akiwepo hawezi kufundisha watu wafanye maovu, anafundisha watu wafanye yaliyokuwa mazuri. Kwa usijibebee dhana hii ya kusema kwamba wanaoenda katika nyumba za ibada wao ndio wachafu sana, sisi tunaobaki nyumbani sisi ndio watakatifu. Naomba nikukumbushe katika siku ya leo, wewe Mkristo mwenzangu, wewe Muislamu, wewe unapaswa kukusanyika katika nyumba ya ibada, ukapokea hekima, ukapokea maarifa, ukapokea maonyo, upate kujua njia gani ambayo unapaswa kuiendea. Unapaswa kujua mahala gani unatakiwa kuwa na mahala gani hautakiwi kuwa. Katika wema na fadhili za Mungu, Mungu hawezi kuacha ukapotea. Lazima tu akufundishe, akuelekeze kupitia watumishi wake ambao ameweka, aidha ni wachungaji, mitume na manabii, aidha ni mashehe, aidha ni maimamu wamewekwa pale. Kazi yako wewe ni moja, kutembea katika nyumba ya ibada na kwenda kukusanyika pamoja kulisikiliza neno la Mungu lililobeba neema, limebeba sauti ya Mungu aliye hai. Kwa usipokusanyika katika nyumba ya ibada, unajitengenezea mazingira mabovu katika maisha yako, unajitengenezea wakati mgumu katika maisha yako.
kusanyika katika nyumba ya ibada ili umtukuze Mungu. Mungu alikuleta duniani ili upate kumtukuza. Usipokusanyika maana yake ni maana yake wewe hutambui umuhimu wa Mwenyezi Mungu. Hutambui umuhimu wa Mungu usipokusanyika. Nasema mimi siwezi kukusanyika bana. Mimi siwezi nikaweza nikakaa tu nyumbani nikasali. Naweza nikakaa nyumbani nikaswali kwa sababu hata nikiwa nyumbani Mungu ananisikia. Wao walikusanyika. Tunaona walikusanyika. Anasema kama ilivyo desturi tangia enzi. Walikusanyika miaka na miaka, mitume kwa mitume, manabii kwa manabii. Maaskofu kwa maaskofu, watu kwa watu, wananchi, dunia, watu walikusanyika, walikuwa katika umoja. Kwa nini kukusanyika? Tunakusanyika kwa sababu kwenye kusanyiko ndiko kuna umoja, ndiko kwenye mawazo ya kila mtu anaweza akazungumza, na ndiko kwenye mawazo yaliyo mazuri. Akizungumza hili watu watauliza, jamani, tulitazame hili, ni sawa ama sio sawa? Mungu anapenda tuishi hivi. Ukiwa katika nyumba ya ibada unaweza ukauliza swali, hivi ni sahihi jamani kufanya kosa hili au kuenenda katika maisha haya ni sahihi? Roho Mungu atashuka, ataweza kuwafunulia watu wake na kukuonyesha kwamba hili sio sawa. Ndio faida ya kukusanyika katika nyumba ya ibada. Usidanganyike ndugu yangu, usidanganyike wala mtu asikupotoshe. Adui hutumia watu ili kupoteza watu wasiweze kukusanyika. Adui hutumia mtu kama wewe, mtu kama mimi, kuzuia tu nisipate kujua wema na wa Mungu na fadhili za Mungu. Tuko kwa neema ya Mungu, tuko kwa rehema za Mungu. Tukusanyike katika nyumba za ibada, tusikae majumbani mwetu. Tusiwe viongozi katikati ya viongozi. Tunapaswa sisi kusimama kuangalia wale waliotumwa kwa ajili yetu sisi. Waliwekwa, wakaagizwa, wakapewa ujumbe kwa ajili yetu ya maisha yetu. Sisi ni kupaswa. Musa alikuwepo pale, alitumwa kwa ajili ya wana wa Israeli, ilibidi wamsikilize. Kama kuto kumsikiliza hata wengine leo tunaosoma hata hiyo taarifa yake, habari yake usingeweza kuifahamu. Yoshua alinyanyuliwa, wako watumishi mbalimbali waliweza kunyanyuliwa ili wapate kusikilizwa. Kwa nini? Mungu anaweka ndani yao nguvu. Mungu anaweka uvuvio wa Roho Mtakatifu. Mungu anaweka maagizo ndani yao. Mungu anaweka habari ndani yao ya kusema na watu wake. Sasa unapokaa nyumbani unasema kwamba mimi siwezi kukusanyika. Wanaenda tu makanisani, wanaenda tu misikitini. Kwanza ndio watenda maovu. Hao ndio wanaoharibu, hao ndio wanaofanya. Usiangalie hilo. Adui anakupa hayo ili usipate kujua wema wa Mungu. Usichokijua, adui anakuonyesha maovu ili usipate kujua wema wa Mungu. Adui anakuonyesha uongo ili usipate kujua kweli. Usikubali kupotezewa muda wako na wakati wako. Ndugu mtazamaji, ndugu msikilizaji, nasema mimi leo kwamba tusiache katika nini? Kukusanyika. Muislamu kusanyika, Mkristo kusanyika. Nenda katika nyumba ya ibada, nenda ukatulie katikati. Tunaona sisi Wakristo, tunaona kabisa Yesu Kristo aliweza kukusanyika pamoja. Yeye ametumwa kuja kutuokoa, lakini alikubali kuingia katika kusanyiko ili apate kujua, ili apate kufahamu. Nasema alikusanyika katika masinagogi, aliingia katika nyumba za ibada. Mwisho siku alipopewa kwenda kusema, alienda akahubiri, akatoa lile neno la Mungu, akafunua katika chuo cha nabii Isaya, akasema Roho wa Mungu yu juu yangu, watangazia mateka uhuru wao. Baada ya kuingia katika mkusanyiko, asingeweza kuongea tu, yuko nyumbani kwake. Haya, watu wangewezaje kujua kama Roho wa Mungu yuko ndani yake? Ingali hali ya kuwa alikuwepo nyumbani kwake, alikaa, angezungumza na kina nani? Lakini tunapokusanyika ndio tunapata kujua, tunapata kufahamu kweli ya Mungu iko kwa namna gani. Nikuombe usiache kukusanyika katika nyumba ya ibada. Mungu anakuwazia yaliyo mema. Usifikiri Mungu anafurahishwa unapokaa nyumbani. Usifikiri Mungu anafurahishwa kuitwa wewe mpagani, anafurahishwa hata kidogo. Ni kwa neema ya Mungu tu inatupatia. Nenda katika nyumba za ibada, kusanyike. Ndugu yangu, mama yangu, kijana mwenzangu, rafiki yangu,
kusanyika katika nyumba ya ibada. Mtu yoyote anayekwambia kukusanyika hakufai, haina haja kuingia katika nyumba ya ibada, huyu ni muuaji. Roho ya uuaji iko ndani yake, anataka kukuua. Ni sawa na mtu umwambie haina haja ya kutumia kula chakula, haina haja ya kutumia chakula, usile, manake unataka huyu mtu afe na njaa. Na ndivyo ilivyo, mtu anayekwambia haina haja kwa sababu za kwake binafsi anazokuonyesha, akwambia unajua siku hizi watumishi hao ndio wafanya maovu, unajua kimeenda kimerudi. Nikwambie kitu, usiangalie hilo. Nenda katika nyumba ya ibada ili upate kuwa salama. Anayekuonyesha mabaya hakutakii mema, anakuwazia mabaya. Adui hamuonyeshi mtu yaliyo mazuri, anamuonyesha mtu yaliyo mabaya. Tuwe macho, tuwe makini. Kristo mwenzangu, nimesema haya. Amani ya Bwana izidi kukutawala. Tuko kuitafuta kweli ya Mungu. Hii ndio kweli ya Mungu. Kweli ya Mungu iko hivyo. Kweli ya Mungu iko. Mungu akishasema ameshasema. Maandiko matakatifu ya Mungu ndio Mungu mwenyewe, tunamsikiliza, tunamsoma yeye. Sasa tusipokusanyika inakuwa tuko kinyume na yeye. Mimi nikutakie safari njema ya kumjua Mungu, safari njema ya kutafuta uso wa Mungu, safari njema ya kutafuta kweli ya Mungu ili upate kuwa huru. Ili upate kuwa huru. Haya maisha ni mazuri sana ukiwa ndani ya Kristo Yesu. Kristo mwenzangu, haya maisha ni mazuri sana ukiwa ndani ya Kristo Yesu. Lakini hata wewe ambaye unasema sio Mkristo, nataka kujua maisha mazuri ndani ya Kristo Yesu. Njoo ndani ya Kristo Yesu. Ingia, onja uone wema wa Bwana, onja uone utukufu wa Bwana. Mungu yeye hachagui, habagui. Anapenda kila mtu, anahitaji kila mmoja aweze kumjua yeye. Maisha ni mazuri sana ukiwa ndani ya Kristo Yesu. Hakuna maisha yenye raha kama ukiwa ndani ya Kristo. Na nikukumbushe tu kwamba bila Yesu hakuna uzima wa milele. Yesu Kristo ndio njia pekee. Ndio njia pekee ya kwenda kupata uzima wa milele. Ukimtafuta yeye, ukimhitaji yeye, basi utakuwa salama. Utakuwa salama kabisa. Mungu habagui. Mungu hachagui. Kupitia mwanaye Yesu Kristo anatuhitaji sisi sote, kwa makabila yetu, kwa lugha zetu, kwa namna yetu, tu waovu, tuko namna gani, anatutaka tutambue umuhimu wake. Amani ya Bwana ikutawale. Uzima wa Mungu uzidi kuwa ndani yako. Mimi na wewe tulio hai tunapaswa kuendelea kukusanyika kama ilivyo desturi na mila tangia enzi za wazee. Mungu akubariki, Mungu akuonekanie katika maisha yako. Katika jina la Yesu. Amen.